ambaye yeye ameutengeneza mziki wa Bongo Flava kwa maana watu kuanza kuimba Prince Dully Sykes, na leo amepiga bonge moja la show kwenye stage ya Samia hapa. Dully, tuambie kwanza jinsi ambavyo ulipata mwaliko kwenye show hii kuja kuperform, lakini jinsi ambavyo umekuta maandalizi na kilichokufurahisha. Mimi nimepigiwa na viongozi wa Baraza la Sanaa na kuniomba kuwepo katika hili. Kiukweli mimi mwenyewe nimefarijika sana kwa sababu ni mara kwanza kufanya show kwenye Serengeti show zao, lakini na nimefanya hivi kwa ajili ya niaba ya mama rais wangu kipenzi chetu. Kwa hiyo nafanya pia kusapoti anachokifanya kwa sababu mama anatupambania. Nachofanya hichi ni na yeye kumpambania, kumpa hata angalie kuona vijana wake pia tunajitoa kwa ajili yake. Tumekuwa kwenye game muda mrefu, umewezaje ku maintain same energy ili kufanya performance kali kama ulofanya leo? Mimi baba yangu alikuwa mwanamuziki, yani hii ni sawa sawa na mtoto ukimwona engineer na babake akiwa engineer amerithi kutoka kwa baba. Kwa hiyo hata mimi muziki nimerithi kutoka kwa babu, sio baba. Baba yeye kalisi kwa babu. Kwa hiyo muziki upo ndani ya damu na nafanya muziki kama kazi. Kama kazi yangu, muziki ni kama kazi yangu. Kuna moja ya kitu ambacho unamwelewesha DJ mara kwa mara kwamba aongeze speed kiufundi na kimuziki kwa sababu ni producer lakini pia ni mwanamuziki. Nini ulikuwa ukimaanisha? Namaanisha kwa sababu ngoma zangu zingine zipo slow pale. Na hii ni stage ya watu tofauti ambao wamekuja hapa, wanakuja hapa wanategemea akili yao na watuma kuja kuruka kuenjoy. Kwa muziki unapoenda polepole hivi, sidhani kama unaenjoy. Kwa kipeleka kwa nguvu na mimi naupeleka muziki kama kucheza. Ili naona nao wameenjoy. Ni wimbo gani ambao umeuimba kwako umeenjoy zaidi baada ya kuona mashabiki zako nao wakiupokea? Bongo Flava, Zali, hata Inde. Yes. Wewe kwa kuwa ni producer pia ni mwanamuziki mkali ambaye kwenye Bongo Flava umeweka alama kubwa sana na watu, inawezekana baadhi ya wakupi heshima hiyo, lakini heshima hiyo inafahamika kwamba Dully ni mmoja kati ambao amebadilisha muziki wa hip hop kuja kwenye kuimba na vitu kama hivyo, na heshima zako ama tukupe wakati upo hai. Na tunatamani kufahamu sasa, wakati una perform playlist yako huwa unaipanga ya ngoma ngapi na huwa unazingatia vitu gani kutokana na show? Mimi kwa kawaida kama hapa nimepewa dakika 15, kwa hiyo nimefanya dakika 15 kama zilivyokuwa. Lakini kwenye labda nikiseme promoters wengine ambao wa nje kutokana na pesa. Mimi naimba kutokana na pesa ambayo promoter ananilipa. Unataka masaa mangapi? Unalipa kwa masaa. Unataka kunipata unilipe kama mimi naanza nusu saa dakika 30, ni sali moja, masaa mawili, matatu. Kama legend, kuna vijana ambao wanaingia kwenye game ya muziki sasa hivi. Ushauri gani ambao unawapa ili waendelee ku maintain brand yao na kuwa wasanii wakubwa kukaa muda mrefu kwenye game kama wewe? Wawe na nidhamu tu. Hamna kitu kingine. Wasanii wengi hawana nidhamu. Kwa nidhamu tu ndio inaweza kuwaeka wakafika hapa. Hamna kitu kingine. Dully Sykes ni mwanamuziki wa long time na bado anafanya vizuri na umeweza ku maintain kwa muda wote. Vijana wanaokuja wanakukuta na inawezekana wao wakawa wanaondoka, lakini wewe umebaki. Una siri gani kubwa ambayo inakufanya kwamba usichuje kwenye game hii ya Bongo Flava? Kwanza mimi muziki umenichagua, sikuchagua muziki. Yaani muziki, mimi nimezaliwa kwenye damu ya muziki. Muziki ulinichagua mimi. Sikuchagua muziki. Lakini kitu kingine, nidhamu. Unapomrespect presenter, DJ, wa respect watu kama nyinyi mnaoshika kamera, ni watu ambao ndio mnafanya sisi tunapata ugali. Lakini wasanii wengi wanadharau wakiona watu kama hivi. Wakiwa wanadharau. Sasa ile hawezi kufika mbali. Neno lako kwa waandaji wa tamasha hili? Nawashukuru sana Baraza la Sanaa, viongozi wote, namshukuru mamangu Mama Samia na viongozi wote ambao wameshiriki wamenipa hii nafasi, nimefurahi sana. Tunashukuru pia kwa nafasi yetu uliyotupa. Asante sana.